Bwana, umesema ukutumainio wewe ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika bali wakaa milele. Kama milima izungukavyo Jerusalem, ndivyo unavyowazunguka watu wako wa kutumainio. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana juu ya jaribu hili, na ule mpango wa giza juu ya mahusiano yangu mimi na Luma ukatoeke katika jina la Yesu, kama ulivyosema kwa mtumishi wako. Akasema kwamba mimi na Luma ni mpango sahihi wa Mungu wa kuwa katika ndoa. Yule adui anayesimama na kuleta vizuizi akatoeke katika jina la Yesu. Bwana, uliwaambia wana wa Israeli, Farao na jeshi lake mnaowaona leo hamtawaona tena. Ndivyo Bwana, majaribu haya ninayoyaona leo na kusimama katika mahusiano yangu hayataonekana tena katika jina la Yesu. Ninamtoa Jai katika maisha yangu, ninamtoa Jai katika ndoa yangu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, simama mwenyewe katika mahusiano yangu. Bwana, simama mwenyewe Jehova. Ninakuhitaji Bwana katika mahusiano yangu mimi na Luma. Kwa akili zangu siwezi. Fanya jambo jipya katika mahusiano yangu mimi na Luma. Adui akatoeke katika jina la Yesu. Asante Yesu. Ninakushukuru Bwana. Nisaidie Bwana. Peke yangu siwezi, nahitaji msaada wako. Hii vita Bwana, ninaiacha kwako. Pigana na wanaopigana nao. Asante Yesu. Asante Yesu. Njia zangu zife, njia zako Mungu zisimame. Sitamlilia Dina tena, ila nitakulilia wewe Mungu kwa maombi na mfungo mpaka unyoshe mapito. Nampenda Dina, ila nakupenda wewe Mungu zaidi, kwa kuwa wewe ndiyo njia, kweli na uzima. Naomba unionekanie, uninyoshie njia inipasayo kuipita kwa jina la Yesu. Vita hii ni kubwa, kubwa kwangu. Na Dina ni mke wangu kutoka kwako. Ila Jay anasimama kama mwiba na kama mjumbe wa shetani kwenye mahusiano yetu. Lakini ulimwambia Paulo, neema yako yatosha. Hata mimi naomba Mungu, neema yako kwa jina la Yesu. Usikae kimya Mungu, usikae kimya Mungu wangu. Nikuitapo, onyesha neema yako izidio. Ile izidio akili yangu, akili ya mwanadamu. Nahitaji kukuona wewe, maana najua hakuna kinachoshinda maombi. Na mmesema lolote mtakaloliomba mkiamini ya kwamba limekwisha kutukia, basi linakuwa la kwenu. Naomba nikiamini sana kwa jina la Yesu. Amen.
Lisa, rafiki yangu, ninaomba msaada wa maombi yako, maana niliazimia kwenda kwa mchungaji, ila naona ni vyema tuanze sisi. Ikishindikana nitaenda kwa mchungaji kuomba msaada. Hali ya mdogo wangu imezidi kuwa mbaya, yuko njia panda, haelewi afanye nini juu ya maisha yake. Anajua kabisa Luma ni mtu sahihi kwake na mchungaji amesema, ila anakoelekea naona kabisa anaenda kupoteza mtu sahihi kwake. Unajua hakuna jambo gumu kwa Mungu. Tutaomba, kila kitu kitakaa sawa. Na unajua hii ni vita, lazima tupigane. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika Waefeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Lakini maombi ya mwenye haki yafaa akiomba kwa bidii. Hakika ninaomba tuombe kwa bidii, kwani hii vita ni kubwa. Kwa sababu kwa ukomavu wa kiroho wa Dina asingepaswa kuweweseka juu ya Jay tena, kwa maana anajua sio mtu sahihi kwake na alishawahi kumjeruhi vibaya. Kwenye mapenzi hilo ni jambo la kawaida sana. Mtu anaweza hata tishiwa kuuawa, lakini kesho ukawakuta wako pamoja. Mapenzi ni ngumu sana kuyatafsiri. Hapa inapaswa tuombe. Ikiwa ilishazihirika kwamba mtu sahihi kwake ni Luma, si vinginevyo. Kwa hiyo tusimame kuomba. Hebu simama. Unajua Mungu ni Mungu anayeyaweza mambo yote. Kwa hiyo hili wala lisikutie shaka. Amen. Twende tupatane. Mungu atatenda. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema asante kwa kuwa tumekuja tena mbele zako. Baba, muda huu sasa tunawakabidhi watoto wako Dina na Ruma. Tunajua mapenzi yako ni lazima yasimame, ya adui hayatasimama. Baba, ikiwa kuna giza limesimama katikati kutaka kubatilisha hili jambo, tunaenda kinyume nalo. Tunaharibu kila kazi za yule adui shetani zinazotaka kusimama mahali hapa. Hazitakaa kufanikiwa. Maana katika neno lako Waebrania 12:29 ulishasema kuwa wewe Mungu wetu ni moto ulao. Tunaachilia moto katikati ya mahusiano haya. Lile la adui lisifanikiwe. Adui asipite katikati yao. Ile sauti yako lazima ikasimame. Makusudi yako lazima yakasimame katika hili jambo. Baba, tunakutukuza, tunakushukuru kwa sababu Mungu unajibu na unasikia maombi. Prayer force, prayer force, prayer force, prayer force. Nguvu ya maombi. Wewe unahitaji nguvu ya maombi kushindana na adui. Wewe unahitaji nguvu ya maombi. Baba, ninaomba kwa rehema na neema, ponya familia yangu e Bwana, ponya mke wangu Sandra e Bwana, mrejeshe Mungu liye hai. Wewe unayetujua kabla misingi ya dunia kuwapo, uliyetuweka katika matumbo ya mama zetu, ukamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikufahamu, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako nalikujua, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Mungu liye hai, Sandra kabla hajaingia katika tumbo la mama yake ulimjua, ukampenda, ukamweka kuwa mtumishi wako. Roma zera makalia nole kazaya logani la bagajunda mandelegeboza rabagaria logani la gababoza yenda manda ragaboze tela jindili kabayando laga jande la bazaye rabakaria. Ninaomba rehema na neema zako, ninaomba ukombozi wako e Bwana, ninaomba Roho Bwana, sema na moyo wake e Bwana. Ulisema na moyo wa Zerubabel, ukasema na moyo wa Yoshua. Mungu ulisema na moyo wa Musa, ukasema na moyo wa Ibrahim. Mungu liye hai, utasema na moyo wa Sandra. Asante kwa maana Bwana, Sandra ni kazi ya mikono yako. Mungu liye hai, asante. Kama ulivyokuwa udongo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo Sandra mbele ya uso wako e Bwana. Baba, nakushukuru. Ulimwambia Yeremia, shuka kwa mfinyanzi
utaona mfinyanzi akizungusha gurudumu lake katika hali ya utengenezaji wa chungu na vyombo alivyokuwa akivitengeneza. Udongo ulipoharibika katika mkono wa mfinyanzi, akafinyanga kitu kingine tena. Kamwambia Yeremia, wewe ni zaidi ya mfinyanzi, tujapoharibika utatufinyanga tena. Finyanga Sandra, Bwana, finyanga Mungu liye hai, kwa maana hujawahi shindwa. Mkono wako hauwezi kushindwa kuokoa, ni mwepesi kuokoa. Tunalibariki na kuliinua jina lako. Sandra, ni kazi moja ya kazi ya msalaba. Mungu liye hai, ulipopelekwa msalabani ukateswa kwa ajili ya ukombozi na upatanisho wa nafsi ya Mungu na watu wake, Sandra akiwepo, Bwana, uni ukombozi wa Mungu na nafsi ya watu wake. Ulipopigwa msalabani, ulibeba mateso yetu, ukaachwa kwa kitambo kidogo, ukamlilia Bwana, ukasema Baba, ukamlilia ukasema Eloi, Eloi lama sabakitani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa kitambo kidogo uliachwa ili upate kuwanunua watu wa kila lugha, wa kila kabila, wa kila jamaa, Sandra akiwepo moja miongoni mwao. Mungu umetununua kwa kazi ya msalaba. Tumenunuliwa kwa vitu visivyoharibika, tumenunuliwa kwa gharama, kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana neema yako yatosha. Asante kwa maana na kumwokoa Sandra. Bwana, wewe ni Mungu unayesema na mioyo ya watu wako, unaipa maelekezo mioyo ya watu wako. Hata Sandra moyo wake ni moyo wako Mungu liye hai, ukaseme naye. Bwana, umesema ulituma neno, nami nalituma neno la ukombozi katika moyo wa Sandra, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, najua umemnunulia Mungu watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, watu wa kila kabila. Mungu liye hai, asante kwa maana hata Sandra umemnunua. Umemnunua Bwana, umemnunua Jehova. Rabosaya leramaka yendelebozaya lekatela bakazede roma jonda la kaboza riakatola kabama jendili kabayana nakatela kama yala kababo kishete riakalama yando lekamaya ndelabosa yala makala yando lekajondi leka marakadokoria rabazaya rimakala lakedele katoro kazaya limandala makala bagajetila jendele kabaria rabakayetele gaboje riamandela gabaja ndela babazaya rianga legedeleke jindili gabayanda mandela maza rabakale bagaje riando logoze riando legababoje riakadeleke dele mama mariando riabo sakarama kalanga la magajendelegeze riandele gababa jendele bagazoya rabagajendele mazoya. Baba, asante, asante Jehova. Yaani kama sijafa kwenye hii ndoto basi sifi tena. Hivi kwa nini tumgombanie msichana mmoja? Utafikiri amebaki yeye peke yake dunia nzima? Yaani sitaki tena kumsikia Dina kwenye maisha yangu, na kuanzia leo simtaki kabisa.
Yaani hii ndoto ni ishara mbaya kabisa, mbaya sana. Ipo siku nitakuja kufa vibaya sana kwa ajili ya kung'ang'ania mapenzi ya udhalimu. Lakini kweli Luma ana haki zote kabisa za kuwa na Dina, lakini mimi ndo nilimruhusu. Acha niachie na haya mambo, ni uache udhalimu huu, isije hii ndoto ikatokea kweli, alafu mwisho wa siku kaja kukatwa mapanga. Wacha niachie na Dina, nitampata mwingine ambaye ni mzuri tu, na wanawake ni wengi, haina haja ya kugombana, kimbizana. Kisa mwanamke yamna ijakaa sawa. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.